Baba, ni asante, uhimidiwe kwa ajili ya siku hii ya leo. Tazama, ikawa asubuhi, ikawa jioni, mwezi wa 6, Jumapili ya kwanza, Jumapili ya limbuko katika mwezi huu. Mungu wa rehema, tunapougawanya mwaka huu tuliouanza kwa hofu na matetemeko mengi, Baba, ninaomba sasa ulitume neno lako, nalo halitakurudia bure. Neno lako likawe na neema katika maisha yetu. Useme nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu, useme nasi tukusikie, useme na kila mmoja kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, ninazivunja roho zote za mpinga Kristo na roho la bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito wa kila namna. Baba, tamalaki katika ibada hii, dhihirika na nguvu zako. Useme nasi sasa na daima, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Naomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu, ukae katika kiti chako cha muujiza. Chukua diary yako, karatasi, notebook, kishikwambi na vyovyote vile unavyoweza kutake note. Hii ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 6. Ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 6, na mwezi wa 6 ni katikati ya mwaka, tunapoenda kugawanya mwaka huu wa 2026 ambao pia tuliuanza na trauma kubwa tu, wale tunaojua jiografia ya Afrika ya Mashariki. Kile ambacho ninataka kufanya hapa ni kufundisha somo la uwakili, stewardship. Somo la uwakili, stewardship. Na ninaomba sana tafadhali uwepo tu mkao wa kukaa darasani. Hili ni darasa, sio mahubiri, lakini hili ni darasa la masomo ya uwakili au stewardship ama uchumi kibiblia. Na hapa ambako tunataka kuzungumza juu ya somo maalum linalozungumzia kanuni kuu ya maisha, success formula. Unataka kufanikiwa, hii ndio formula. Formula ni password. Simu ni ya kwako, ina fedha. Ukisahau password, sahau fedha zilizoko ndani ya hiyo simu. Akaunti ni ya kwako, ina fedha. Ukisahau password ya akaunti yako ambayo ni akaunti namba yako, sahau na hizo fedha zilizoko ndani ya hiyo account. That is password. Hiyo ni kanuni, formula. Kwa hiyo ukisikia formula, ni ufunguo wa kufungua vitu vitoke mahali ambako vimewekwa. Good morning class. Are you okay? Hebu punga mkono wako pamoja na mimi, wale wanafunzi mnaotaka kuingia darasani. Okay. Kama nilivyosema, nazungumza juu ya kanuni ya maisha, kanuni kuu ya maisha, success formula. Kitabu cha nabii Hosea, ule mlango wa 4 mstari wa 6. Neno linatakalo tuongoza ni Hosea 4:6. Biblia inasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Amen. Na hilo ndio neno la Mungu. Tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, hekima yote na maarifa yote na ufahamu wote na akili njema zinatoka kwako. Baba, saa imefika na sasa ipo. Umvuvie kila mmoja na nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Uwepo wako wa kimbingu na nguvu yako ya ajabu ikapate kutufunika. Na sasa ninaomba uwabariki watoto wako hawa katika utume wa neno lako siku hii ya kwanza, Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 6 katikati ya mwaka huu wa Bwana wa 2026. Sema na mioyo yetu, utufundishe
utupe neema ya kuelewa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Success formula, kanuni kuu ya maisha. Kwanza naomba uangalie jedwali la formula yenyewe au la kanuni yenyewe, na ningeomba kuweka jedwali lile pana kabisa, kanuni kuu ya maisha. Kanuni kuu ya maisha. Hili ni jedwali zuri linavyoonekana. Neno kuu pale, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na kwa kukosa maarifa tu tunaangamia. Lakini tunataka tuangalie mambo yanayosababisha wewe kubarikiwa, kufanikiwa, kufikia malengo kwenye maisha ya kwako. Jambo la kwanza, 50% ya kitu kinachohitajika kwenye maisha yako ili ufikie malengo ya maisha yako. Kitu cha kwanza kwa 50%, discipline. Kwa hiyo kipaumbele cha kwanza ni nidhamu. Yaani kipaumbele cha kwanza mpaka cha 50, nidhamu, discipline. Alafu jambo la pili au kanuni ya pili ni consistency, ambayo ni uradidi. Consistency ni kwa 25%. 15% ni mindset. Mindset ni mtazamo, mgeuko wa kimtazamo. Alafu 5% ambayo ndio watu wanahangaikaga nayo sasa, anatafuta kazi, anasoma apate kazi, anahangaika. Imebeba 5% tu ya mafanikio ya mtu. Only 5%. Only. It is very minor. Very minor. Ambayo sasa ni kazi. Hii ni kazi, ajira, kufanya kazi kwa bidii, iko hapo kwa 5%. Ambayo watu wameacha pale juu 75%, inawezekana hazipo kwenye maisha yako, na watu wengi wanaishiaga hapa kwenye hard work. Kuamka asubuhi, kufanya kazi kwa bidii, kutafuta kazi, kutafuta ajira, kusoma ili upate cheti kizuri, kuhangaika na GPA hivyo. Alafu 5% smart work, umahiri, ufanisi, kufanya kazi vizuri. Ninaomba lile jedwali la mwisho kabisa, lile ambalo limeandikwa, na hili ndio jedwali letu kuu hapa. 50% discipline. Unaweza summarize ni kudhibiti na kufanya mambo sahihi kila siku hata pasipo motisha. 25% ni consistency. Consistency ni kudumu na kufanya mambo yale yale kwa muda mrefu, hata kama yana maumivu, hata kama yana hasara, kurudia mara nyingi. Tafundisha pale mbele kidogo. 15% ni mindset. Ni mtazamo sahihi, kuamini katika uwezo wako na kuwa na malengo makubwa. 15% mindset. 5% hard work, kutumia misuli na nguvu, kufanya kazi kwa bidii na kuweka juhudi zaidi ya wastani. Juhudi au bidii ni zaidi ya kawaida. 5% ni smart work, kufanya kazi kwa ufanisi, kwa mipango na kutumia akili kupata matokeo bora. Tunapozungumza juu ya smart work, kama nilivyosema, tunazungumzia juu ya umahiri. Kwa hiyo hili ndio jedwali letu. Hii ni stewardship. Hili ni somo la uwakili. Huu ni mwezi wa 6. Na kwa nini nafundisha somo hili la uwakili? Miezi inaenda, siku zinaenda, jua linazama. Na mimi kama mchungaji ambaye kwa kweli kukufundisha hapa kutoa sadaka peke yake, nitakuwa na kuibia tu, nitakuwa jambazi kama majambazi wengine. Kasoro tu sijakamatwa. Lakini kubwa kabisa ni kuweka knowledge, akili, ufahamu, utashi kwenye maisha kwako kuhusiana na uchumi. Na ukishajua utatoa tu. Wanaosema amina wangesema amina, alafu wangempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Okay, kanuni ya kwanza. Kanuni ya kwanza, discipline, ni 50%, ambayo mpaka ninavyofundisha somo hili
Na hizi takwimu ni takwimu za uchumi wa dunia, ni tafiti zilizofanyika na maprofesa wa economy na shule za uchumi duniani. Hizi ni tafiti, sio kwamba ni mchungaji Kimaro ameamka nasoma kitabu cha Mathayo na Luka na no research, no right to speak. Hizi ni tafiti. Sasa discipline, ninajua mpaka ninapofundisha hili somo watu wengi wamewekeza kwenye kazi, kufanya kazi kwa bidii. Yani watu wanawekeza kwenye kazi, na kazi ni 5%. Sasa discipline, naanza na discipline. Oh my God. Discipline ambayo ni nidhamu au adabu. Discipline, kanuni ya kwanza ambayo imebeba 50% ya maisha, 50% ya baraka, 50% ya mafanikio, 50% ya kufikia kwenye hatima na ndoto yako ipo kwenye nidhamu. 50%. 50% ni nidhamu. Na ndio maana niliomba wale watoto wasiondoke hapa. Kuna kwenda kwa youth fellowship wala darasa jingine. They must be here. Discipline, nidhamu. Katika kitabu cha Mithali, ule mlango wa kwanza mstari wa 7, nidhamu. Mithali mlango wa kwanza mstari wa 7, Biblia inasema hivi: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu udharau hekima na adabu. Wapumbavu ambao hawatakaa wafanikiwe wanadharau hekima na adabu. Ukishaona huna adabu, umepoteza utajiri wako, mafanikio yako, influence, jina lako, kiti, madaraka, mamlaka, uwezo, taaluma, utashi, ndoa, familia, kazi. Umepoteza kwa 50%. You lost it. You lost your life. Umepoteza maisha yako kwa 50%. Umepoteza faida kwenye biashara. Umepoteza biashara. Kisha kwa hauna adabu tu, umepoteza biashara kwa 50%. Excuse me. Nimekaa kanisani, nimeishi katikati ya jamii, nimeona upungufu huu ni mkubwa mno. Kwa hiyo hizo 50% utakuja kuzitafuta kwenye hard work, utakuja kuzitafuta kwenye mindset, lakini 50% ya maisha, ya mafanikio, ya baraka, ya haiba, ya wewe, ya sense of purpose, ya kusudi la wewe kuwepo kwenye biashara, ya kusudi la wewe kuwepo kwenye uchungaji, kwenye huduma, kwenye karama. Ukishakosa nidhamu, ukishakosa adabu, umekata maisha yako ya mafanikio kwa 50%. Mafanikio katika biashara, mafanikio katika taaluma, mafanikio katika elimu, mafanikio katika ndoa, mafanikio katika kazi, mafanikio katika biashara, mafanikio katika siasa na uongozi. Ukishakosa adabu, 50% zimeondoka. Umefeli kwa 50%. Mpaka ninafundisha hapa, zaidi ya 90% ya watu mlioko hapa mlikuwa hamjui, kama sio 100. Ulikuwa unahangaika na kazi na ajira na kutafuta mishahara iongezeke. From where? Sasa sikiliza sawa sawa. Mimi nilikuwa kwenye maombi, nililia machozi siku Mungu aliposema na mimi hii habari kisawa sawa. Katika kitabu cha Warumi, ule mlango wa 13 mstari wa 13. Warumi mlango wa 13 mstari wa 13. Biblia inasema hivi: kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Kama ilivyohusika na mchana. Mchana ni maendeleo. Let there be light, na iwe nuru. Mchana ni maendeleo. Kama inavyohusika na maendeleo ya kwako,
lazima uenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Adabu, discipline. Mabibi na mabwana, ninataka kuangalia hapa reference chache, mambo machache kabisa ambayo mtu ukipoteza 50% kuja kuitafuta itakugharimu sana, na pengine unaweza usipate for your life. Inaweza isirudi, lakini Mungu ni Mungu wa mara tena. Hayo makofi hayatoshi. Ameelewa mtu mmoja. Mungu ni Mungu wa mara tena. Aliyemsaidia Petro anaweza kukurudisha na wewe kundini leo. Washindi wachache waseme amen. Discipline. Mwambie jirani yako, mchungaji anasema discipline. Nilishafundisha discipline is destiny. Nidhamu ni hatima. Nikafundisha siku 40 kwenye mafungo miaka kadhaa iliyopita. Naandalia kitabu na atazamia kukitoa siku za jirani. Mengine nisiyofundisha hapa utakuja kuyapata kwenye kitabu. Okay. Reference chache. Yusufu alipokuwa nyumbani kwa Potifa, alipotakwa na mke wa Potifa, alichokuwa anajaribu kulinda ni 50% ya maisha yake yasipotee. Nidhamu. Kwa hiyo alikataa zinaa ya mke wa Potifa. Alikataa. Kwa nini? 50% zingeondoka. Na Yusufu akamwambia yule mwanamke, sitathubutu kufanya jambo hili, hata nimkose Mungu wangu. Discipline. Kama ni vijana wa sasa hivi wangesema hili ni zali la kimentali, huyu mama amejipendekeza. Na 50 inakata hapo. Kwa nini? Amekutana na mshangazi. Na mshangazi unaela na maisha. Ukipata mshangazi na hela ukapoteza 50% ya maisha yako, what is that? Haina maana. Kama ni mabinti wa sasa hivi, kutana na mzee kama hivyo, anataka kukuweka kuwa mchepuko. Hao wazee wanaotunza mnawaitaga nini eti? Naam? Kama ungekutana na ghafla bin vu ya namna hiyo, unapoteza 50%. Wewe unafikiri umependwa, unafikiri kwa sababu uliamka ukapaka wanja. 50% ya mafanikio yako yanaondoka. Kwa hiyo Yusufu alikataa. Unaweza kuona reflection pale, Yusufu akiwa chumbani na mke wa Potifa akakataa. Yusufu nyumbani kwa Potifa alikataa zinaa. No. I'm not cheap like chips. Pigieni Yusufu makofi mengi. Sijaona vijana wa kiume wanaoweza kufanya haya leo, sijui. Lakini nazungumza juu ya discipline. Vijana 4 wa Kiebrania waliokataa kula chakula cha mfalme wakala mtama na maji miaka 3. Miaka 3 walikula mtama na maji. Hawa ni Shadrach, Meshach na Abednego. Discipline. Wametoka kwa Waebrania, wameenda Babeli. Mfalme wa Babeli ana mavyakula yake, ameyasomea mafalaki, yameapizwa, yamesongamanishwa na ibada za sanamu, lakini ni vya starehe. Na ukila mavitu ya starehe ukapata rhythm ya chakula, unasinzia hovyo, brain inalala. Wakasema hapana, tupeni mtama na maji miaka 3. Discipline. Hawa unaweza ukawaona vijana hawa 4, mtama na maji, wanakataa kiti moto, makuku ya kienyeji ya Singida, mamvinyo ya Dodoma yako pale, mavitu, mazabibu ya Dodoma yako pale. Sema no, that is discipline. Hiyo ni nidhamu.
wanagombania 50%. Wale wakala, wale wengine wakala walikuwa vijana wengine wa Kibabeli, lakini hawa ni wa Kiebrania, wakakataa. Wale wa Kibabeli wakala. Ilipofika siku ya kupimwa, hawa walifaa mara 10 zaidi. Kwa nini? Wali maintain discipline. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Bwana makofi mengi, haleluya. Lakini mtu mwingine aliyekuwa na nidhamu, Eliya, alikaa kwenye maombi miaka 3.5. Kuna watu wanaendaga kwenye maombi siku ya Friday prayer, na Ijumaa hii uje pia. Kuna wanao kuja kwenye ibada ya maombi na maombezi mara hii kama hivi, na bado wanataka kwenda nyumbani. Yaani kuna watu hapo wako kwenye maombi haya na wanataka kwenda nyumbani. Na wanauliza ibada itatoka saa ngapi, kwani mchungaji anatucheleweshaga? Na kuna ambao wana kiherehere cha kulalamikia ibada ikichelewa. Sasa kuna mtu aliomba, mimi si bahati nzuri nimeokoka, ni mchungaji naangalia muda. Yesu alihubiri siku 3. 3 days. Watu hawajala, hawajanywa, hawajaenda kwao. Huyo ni Yesu. Sasa simnipigie makofi, mimi nimeokoka kuliko mimi ambaye nawarudisha nyumbani, mnarudi nyumbani. Na bahati. Discipline ya ibada na maombi. Eliya alikaa kwenye maombi miaka 3.5. Alikaa maporini kwenye kijito cha Kerithi. Aliondoka akaenda akakaa kwenye nyumba ya mjane, miaka 3.5 ikatimia akiwa anaomba. Just pray, akiwa anaomba. Sasa una discipline ya kuja kwenye ibada za maombi, dakika 2 umeshaondoka. Unakimbilia kwenye nyumba yako, ina madeni, iko benki. Gari unayopanda kurudi nyumbani, iko benki. Sasa unataka kujiua, tukupe kamba? Una maisha, una mahangaiko. Una mahangaiko. Discipline ya maombi ya Eliya miaka 3.5. Kuna wanaojitahidi wananiagaga hapa, mchungaji naenda kwenye maombi siku 2, siku 3. Wengine wananiambia na mafungo yangu binafsi ya wiki 1. Wengine wananiagaga hapa na mafungo ya siku 5. Wanaenda somewhere, wengine wanaombea nyumbani, wengine wanaenda kwenye vituo vya milima ya maombi, kwenye faraga na maombi wachache. Kuna wengine wanaenda kwenye maombi miezi 2, na wengine wanaenda mwezi 1. Kuna wakati niliwahi kwenda kwenye maombi miezi 7. Mimi binafsi nikaenda kwenye maombi miezi 7 non stop, sikurudi nyumbani, sikupiga simu, sikupokea simu, nikakaa kwenye maombi miezi 7. Discipline. Sasa wewe hii siku ya kusifu na kuabudu, ibada ya maombi na maombezi, kila saa unaangalia kisaa chako. Hiyo ni saa. Mungu ana wakati. Hayo makofi hayatoshi, mpigie Bwana makofi mengi, haleluya. Sijajua discipline. Okay. Nataka kuangalia aina za nidhamu. Chache tu. Nasema ninaandika kitabu na nilishafundisha. Na nikisema tu nafundisha nidhamu hapa, hatutatoka hapa. Na mimi nafundisha formula. Nidhamu. Discipline types. Discipline types. Aina ya nidhamu. Kwanza, nidhamu ya kutoa sadaka, ambayo ni nidhamu ya ibada. Nidhamu ya kutoa sadaka ambayo ipo ndani ya nidhamu ya ibada. Lakini pengine labda nianze na nidhamu ya ibada kwanza kabla ya sadaka. Ibada. Eliya alifanya ibada ya maombi kwa muda wa miaka 3 non stop anaomba. Lakini nidhamu ya ibada, nidhamu ya ibada. Kuna watu ambao hata nilipokuwa napita kwenye korido hapa na kuja kuanza ibada, anatafuna bigiji. Uko kwenye viti. Ibada inaanza. Umepoteza 50% ya baraka hii. Nidhamu ya ibada. Hivyo viti tulivyovinunua vina eneo la kukaa, kuna mashimo, vimetengenezwa vizuri. Vizuri tu. Kuna watu wamegeuza dustbin kwenye hivyo viti vya plastiki huko nje. Akitafuna mibigichi yake anatumbukiza humo, akinywa maji anatumbukiza humo. Wengine wanakujaga na viporo. Kanisani umekuja na ubwabwa, kiporo. Ibada yenyewe inaisha saa 5. Yaani mimi sijui, I don't know. Anatumbukiza huko mabaki ya samaki. Tunaokota mpaka vichwa vya samaki humo ndani. Sijui yajua kama ni kabila gani hawa wanaopenda samaki kiasi hicho. Eti Kadiva, kabila gani hawa? Kwenye viti huko ndani umekuja na bigiji
Ukishamaliza kutafuna tafuna mabigijia hayo, ukimaliza unaweka kwenye hivyo viti vyetu hapo. Hivyo. Au umekuja kwenye ibada. Discipline. Ibada, nidhamu ya ibada. Unakuja kwenye ibada na nguo za beach. Jana ulikuwa kwenye birthday beach, ulikuwa na beach na beach party. Umetoka na nguo za beach, unakuja nazo kanisani. Mchungaji wako amevaa suti, akimaliza anavaa joho juu yake. Askofu wako amevaa suti, akimaliza anavaa joho ili kuingia kwenye ibada. Wewe unakuja na nguo za beach. Ukimaliza unataka ubarikiwe. Kama ukichelewa kubarikiwa, unataka ukakanyage bendera, ukapate na keki ya upako, uende ukakanyage mafuta, hata uogeshwe na petroli. Hakuna kitu kinafanyika ndani yako. Huna discipline ya ibada. Huna discipline ya ibada. Lazima ujue hii ni ibada. Mchungaji wangu mimi anavaga kanzu ndefu ya kumfunika. Hivi mimi naendaje na nguo hii kanisani? Unakuja kutafuta nini hapa? Umesahau pa kwenda? Nidhamu ya ibada. Lakini kuna nidhamu katika ibada. Kuna nidhamu namna gani ya kukaa kanisani, namna gani ya kuangalia uso wa Mungu, namna gani ya kunyenyekea tu hata kwa muda huu mbele za Mungu. Lakini una mtu mguse akiwa kwenye kiti hapo, au mkanyage kwa bahati mbaya. Na kuna wengine mpaka wanasengenya anapokwenda kutoa sadaka. Yaani umbea, ushelawadu mpaka kanisani. Muone, ngoonye hata hujamwona nini mwenzangu na habari zake. Hapo hapo kwenye kiti. Na mchungaji huko anaendelea, nimeshaombea ibada, nimetoka kwenye mafungo, nimetoka kwenye maombi. Wewe unabeba laana. Nikuambie tu mapema. Kwani nikudanganye? Yaani nakudanganyia nini? Unasengenya huko kanisani. Yaani kanisani unasengenya, unamngonga mtu huko kanisani umekaa. Kwenye kwaya eti. Na unataka wakati mchungaji anainua mikono yake akubariki na wewe ubarikiwe. Na kuungama umeshaungama, umeshatangaziwa msamaha wa dhambi, lakini ulivyo kama sanamu ya Michelini. Hata saa ya maungamo hukujua, wala saa ya kutangaziwa msamaha wa dhambi hukujua, wala habari ya discipline hukujua. Toa hela zako utupe uondoke. Kweli? This is life? No. Nidhamu ya ibada. Umekuja kanisani. Kuna mtumishi wa Mungu alikaa kanisani, aliishi wakati Elisha akiwa mchungaji. Akakaa kwenye madhabahu. Na hili linahusiana na ninyi mnaokaa madhabahuni, wachungaji na wainjilisti na maparishweka, na ninyi wanakwaya mnaokaa kwenye madhabahu. Msipokuwa na discipline, mtakufa na madeni na umaskini utawaua. Na waambieni. Kwa nini? Yupo aliyekuwa anafanya kazi na Elisha. Ni mtumishi. Alikaa kwenye madhabahu lakini no discipline. Hakuwa na nidhamu ya ibada. Akafa na madeni. Mke wake akabakia mjane na watoto wamewekwa bondi. Kwenye bondi za mikopo, vikoba vya kausha damu. Watoto wake wanataka kuuzwa, yule mama akaja na discipline ya ibada. Akamwambia Elisha, mume wangu amekufa, ana madeni. Watoto wangu wanauzwa. Elisha akamwambia, una nini nyumbani? Akasema ni chupa ya mafuta. Akamwambia nenda kachukue, uende ukaazime vyombo. Akapata kitu kinachoitwa financial freedom. Tofauti yake yeye na mume wake ni nini? Mume wake alikuwa anakuja kwenye madhabahu without discipline. Hakuwa na nidhamu ya ibada. Lakini mke wake alikuja once and forever. Mara moja. Na oh my God, ningempigia Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Na hili nataka niseme, hakuna kitu kibaya kama kuwa mpagani wa Kikristo.
Unaweza ukawa mwanakwaya wa sauti ya kwanza mpagani mkubwa. Naweza ukawa mchungaji mpagani, kwa sababu haujawahi kuabudu hata siku moja. Na yule kijana wa Elisha alikuwa. Unaweza ukawa mzee wa kanisa, unasoma na matangazo, mpagani mkubwa, hujawahi kuabudu. Ulikuwa unahangaika usiku kucha kutafuta suti ya kusomea matangazo, suti ya kusimamia uchaguzi, suti, yani unahangaika. Watu wengine wameomba, Mungu ninakuomba kesho useme na moyo wangu. Wewe unahangaika, nitokeje? Kwani hapa tunahangaika na mavazi? Hii hapa ni hii ibada. Kanisani sio mahali pa mapozi, ni mahali pa machozi. Muache matatizo hayo. Makofi hayatoshi, pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Sasa nataka kuzungumza nini kwa haraka? Muda wangu leo hautanitosha hata kidogo, na mimi najua kwamba hautanitosha. Nidhamu ya kutoa sadaka, na hii ndio maana hasa nidhamu ya kutoa sadaka. Kwanza kuna kutoa sadaka. Kuna watu wanakujaga kutoa sadaka. Nimeona maajabu. Mchungaji Ana ameshika sadaka na mkono wa kushoto. Kushoto. Hii ni kamari. Nidhamu ya kutoa sadaka. Wale ambao mna wababa, mna wamama vijijini, wabibi, unaweza ukaondoka na kanga na vitenge na suti hapa mjini, mzee Kadiva, lakini ukimwendea mzee wakati wa kumkabidhi, kama hujamkabidhi vizuri, na kitenge chako na suti yako na kila kitu, anasema umenitupia. Hasa Wamasai, Wasukuma, unaanzia kule kwa magoti, unakabidhi. Kwa hiyo kuna watu wanakujaga hapa kwenye kikapu cha sadaka na mkono wa kushoto, mwingine ameshikilia Big G, anatafuranganya anyu. Lakini toeni sadaka. Tulishasema kwa heshima ya sadaka tunatoa na bahasha, tunagawanya bahasha. Sadaka yako ikae kwenye bahasha. Sadaka ni kitu cha heshima. Hiyo ni moja, nidhamu ya sadaka. Hayo makofi hayatoshi, pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Lakini pia mtu anayejua kutoa sadaka, anapoelekea kutoa sadaka, anatoa sadaka akiwa anaomba jambo liloko kwenye moyo wake. Mungu, unikubali mimi na sadaka yangu, na mahitaji haya na yaleta mbele za uso wako. Na ndio maana pia kwenye karatasi zetu, kwenye bahasha nyingi tumeweka karatasi za maombi. You can write something. Unaweza kuandika alafu ukatoa sadaka yako. Nidhamu ya sadaka. Nidhamu ya sadaka leo ni fungu la 10. Nawaambieni. Na nimesema leo ni somo maalum. Kuna watu ambao hii bahasha ya fungu la 10 wameikutia hapa. Yaani, na hata baadaye nitatangaza wale ambao hawana, naomba wapokee, kwa sababu umekuja nyumbani kwako, ulichokazana nacho ni wigi tu na pochi na viatu vya kumechisha, lakini haujajua kama leo ni siku ya fungu la 10. Nimetangaza kwa wiki nzima, linajulikana. Lakini nidhamu ya sadaka, fungu la 10, nidhamu ya kutoa sadaka. Na si tu nidhamu ya kutoa sadaka, sadaka za gharama. Si tu sadaka, sadaka ya gharama. Una nidhamu. Nazungumza juu ya discipline ndogo tu ya sadaka. Leo ni fungu la 10. Are you prepared yourself? Umejiandaa kutoa hiyo sadaka ya fungu la 10? Je, Ibrahim alimtoa mtoto wake wa pekee Isaka. Mungu akamtoa mtoto wake wa pekee Yesu Kristo. Yesu Kristo akatoa uhai wake wa pekee. Nidhamu ya sadaka ya gharama. Sasa wewe una sadaka, ulishasemeshwa sadaka hii peleka kwa mchungaji fulani, sadaka hii nenda kasaidia hawa, usubutu, unazunguka nayo. Moyo wako una mahangaiko, haujawahi kuitoa hiyo sadaka. Umenunua vitu hapa mwaka jana, umeahidi hapa juzi kwenye ujenzi wa hostel, kwenye harambee hapa umeahidi, wengine mmeweka nadhiri, haujawahi kuondoa discipline ya sadaka. Je, unajua habari za mtu mmoja anaitwa Yefta ambaye aliweka nadhiri ya sadaka? Kaambia Mungu, ukinipeleka kwenda kupigana vita na watu hawa, nikirudi salama, cha kwanza kitakachonilaki nitakutolea. Kile kitu cha kwanza kitakachokuja kwenye mlango wa nyumba yangu nitakutolea. Akaja mtoto wake wa pekee, akaenda akapigana ile vita akashinda. Aliporudi nyumbani, aliamini paka au mbwa ataenda kumlaki. Ghafla akaja mtoto wake wa pekee, naye ni binti bikira. Biblia inasema
Yefta akamwambia Mungu, kwa kuwa niliweka nadhiri, discipline ya sadaka, Mungu ninaomba nimtoe huyo mtoto. Akamwambia yule binti, mwanangu, ujeruhi moyo wangu, maana mimi niliweka nadhiri mbele za Mungu na nikasema nikienda salama nikirudi nitatoa sadaka. Sasa nifanye nini? Yule binti alikuwa humble. Akamwambia Mungu, baba, kama ndivyo ulivyomwambia Mungu, I'm here. Ushaona mtoto anakubali kufa, kuchomwa, naye akatoa sadaka ya gharama ya uhai wake. Hawa wako kwenye kiti cha enzi mbinguni. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana makofi. Discipline ya sadaka. Naambieni, mngeshafanya mambo makubwa duniani, lakini una upungufu mkubwa wa nidhamu ya sadaka. Uhai. Yule binti akasema, nenda kanichinje baba. Akamwambia, nenda katafute party ya send off party, waage marafiki zako, mabikira wenzako. Akaandalia sherehe, akamwambia, I'm going to die. I'm going to die. Why? Daddy alimwambia Mungu atanitoa sadaka. Amepigana vita, ameshinda. I have to go there. Wenzake wakamuombolezea, akaenda mlimani, baba yake akaweka tengeneza madhabahu, akamtia kiberiti, akalipuka. Muda mfupi baadaye kichwa kikapasuka, Mungu akapokea sadaka mbinguni. Huyo ni mtu. Acha na sadaka yako ya jero, kila saa unairudisha kwenye pochi. Una kisadaka chako kila saa. Na leo ni siku ya fungu la 10. Nawaambia ninafundisha hapa formula, kanuni, password ya maisha ya baraka na mafanikio. Kanuni moja wapo, discipline inabeba 50%. Kwa unapozuia sadaka ya Mungu, 50% ya baraka yako imeondoka. Na shetani anafurahia. Na ndiyo maana kutoa sadaka ni vita. Huwezi kutoa sadaka kirahisi. Huwezi kukumbuka pia kutoa sadaka ni vita. 50% inakatika chap kwenye maisha ya kwako juu ya baraka. Sasa huyo ni Yefta. Mwingine ni Ibrahim. Mwingine ni Mungu. Mwingine ni Yesu. Mwingine ni binti. Huyo binti wa Yefta aliyetoa maisha yake. Na kuna wadada hapa hawajui kutoa sadaka. Yaani wadada wako hapa, wasichana wazuri, wana simu zamana, kutoa sadaka sasa. Wanataka kupewa kila kitu. Hata kama una mchumba wako, siku nyingine mpeleke samaki mlishe. Yaani garamia kuanzia uba mpaka kula, ale, arudi, na zawadi mpe. We sio omba. Lakini kuna mtu anakomaa hata kwenye daladala, hata kama kwenye mwendo kasi, konda akianzia mbele, amekaa siti ya mbele, uko nyuma kuna mjeba uko nyuma, atalipia. Si tu wadada peke yao, na nyinyi wa mama mtoe ofa kwa waume zenu. Kutembea na mzee ajue kwamba mama ndiye ana pochi na imebeba. Hiyo pochi mnabebaga nini tuko ndani ya pochi jamani, Ni daftari la vikoba. Tembea na mzee ajue nimeoa. Fika, nimeshalipa. Okay, asante sana mama, Mungu akubariki. Lakini mzee, baba yuko nyuma. Baba. Kutoa. Nidhamu ya maisha. Ninasema kuna nidhamu nyingi. Nidhamu ya maisha. Nidhamu ya maisha ni pamoja na fedha. Ni life ya kawaida. Ni nidhamu ya kawaida kabisa. Ili ashikamo marahaba. Nani umsalimie, nani umwache, nani aje umpishe kiti akae, ambayo haipo. Lakini nidhamu ya maisha ina mambo kadhaa. Moja, unaamka saa ngapi? Saa ngapi unaamka? Kuna watu hapa wanalala usingizi, ukiwaweka na maiti zilizoko mochwari, wao watachukua kikombe. Maiti zitakuwa, kuna nyingine inafika mahali inaganda mno, inajigeuza. Yaani kuna watu ambao wanalalaga non stop na wana mstari wa kusimamia. Bwana humpa mpenzi wake usingizi. Haleluya. Unaamka saa ngapi? Siku yako inaanza saa ngapi? Mama Letara ni shahidi. Tulipoanza kuamka asubuhi, morning glory, Kariakoo, mpaka leo Mama Letara, muulizeni yule mama pale,
maisha yake ni tofauti. Kuamka saa 9, brain yako ikawa sharp, na wewe ukaja kuamka saa 2. Hawa watu wawili kuanzia saa 9 mpaka naye kuja kuamka saa 2 ni binadamu wawili tofauti. Huyu mmoja ameshafikiri, ameshakutana na changamoto, amesha think. Wewe bado ulikuwa unashindana na maiti. Mpaka yani saa 9 unaota, saa 10 unaota kibwengo huyo. Saa 11 uko kwenye shamba la mpunga unavuna kwenye mashamba ya wanengereko. Saa 11, saa 12, yani mpaka uje kuamka. Aliyeamka saa 9 brain yake imeshawaza, imeshawazua, ameshamaliza siku. Wewe ndio unaamka sasa, una kizunguzungu, unaanza kuangalia makengeza. Hutaka ushindane na huyo mtu kiuchumi, kiroho, kiakili, kifikra. Unaamka saa ngapi? That is discipline. Unaamkaga saa ngapi? Hilo tu. Na kuamka sio lazima uje hapa Morning Glory. Hata kama ungeamka, bahati nzuri Morning Glory yangu iko uvunguni mwa kitanda chako. Yaani hapo ulipo nipo. Saa 11:30 ibada imeanza hapa. Niko kitandani kwako. Sio lazima hata uje hapa. Niko kitandani kwako. Lakini wakati tumeandaa ibada, tunalipa internet kukurushia ibada, na tumia nafasi ya kuandaa masomo, tumekuja kanisani tukufikie kitandani kwako, wewe bado ukimaliza mambo yangu hayaendi sawa. Hata kaya yaende sawa, utakaa uyakute, usijangaishe. Na nakushauri hata kabla siendelea kufundisha, kula vyote, uache jero ya kununua dawa ya panya. Yani na kubembelezea nini? This is reality. Utachosha wachungaji, unataka kuombewa. Wewe una namba za simu tu za waombaji. Sasa ukimaliza unapiga simu kwa nabii, kwa mtume, kwa mchungaji, kwa kuhani, si kwa nani. Wenda wazimu. Discipline ya kuamka, unamkaga saa ngapi? Siku yako unaianza saa ngapi? Hiyo ni nidhamu ya maisha. Jambo la pili, unalala saa ngapi? Unalala saa ngapi? Saa ngapi unalala? Hii inakusaidia afya ya kwako, afya ya akili. Lakini unalala baada ya kufanya nini? Nidhamu ya maisha. Unamchukia nani na unampenda nani? Nidhamu ya maisha. Chuki kwenye moyo wako hairuhusi kukaa kwa masaa 12. Baada ya masaa 12 chuki inageuka kuwa poison. Biblia inasema jua lisizame, lisichwe mkiwa na huzuni mioyoni mwenu. Unamchukia nani? Lakini pia unampenda nani? Nani unayempenda na nani unayemchukia? Na wana nafasi kiasi gani kwenye moyo wako? Lakini unafanya nini? Unafanya nini? Unafanya nini? Nini unafanya kwenye maisha yako? Unatafuta fedha au unaishi kwenye kusudi? Sense of purpose. Kuna watu ambao wanafikiri kwamba baada ya kumaliza masomo yao na nidhamu ya maisha ni kupata fedha. No. Kuna walio na fedha na wakajinyonga. Kuna walio na fedha na wanaishi maisha ya taabu sana. Swala ni kuishi kwenye kusudi, sense of purpose. Kusudi la wewe kuwepo. Nidhamu ya chakula. Unakula nini? Unakula kila kitu. Unakula nyama ya nguruwe sahani nzima. Ukimaliza unakunywa soda ya barafu iliyotoka kwenye friji, inashika hayo mafuta ya nyama ya nguruwe, yanageuka kuwa mgando huko tumboni, kesho kuto huko India. Unakula nini? Makansa. Unakula nini? Nini unakula? Na hasa hapo kwenye mlo. Unakula nini? Unakunywa nini pia? Lazima uangalie. Wale wakala mtama na maji. Lazima uwe na chakula kwa malengo, kama vijana 4 wale wa Kiebrania. Kabisa. Unakula kwa malengo, unakula kwa umri ule ambao Mungu amekupa kuwepo duniani. Ngoja niwaambieni jamani. Kwa mfano, unakula ubwabwa tangu umezaliwa. Kila siku, kila wiki
angalau unakula kwa wiki, unawezekana we mwenyewe ukala nusu kilo au kilo moja ya ubwabwa. Tangu umezaliwa mpaka leo, si utakuwa mpaka unafikisha miaka 80, miaka 90, mchele utakaokuwa umepita kwenye hizo figo ni mchele utakaojaza hili kanisa. Ni go down. Go down. Nyama ni tani. Sasa lazima ujue unakula nini. Hiyo ni nidhamu ya maisha. Lakini nidhamu nyingine, nidhamu binafsi. Nidhamu binafsi sema acha kuongea sana. Pia lakini pia ujue unaongea na nani. Kama Gehazi mtumishi wa Elisha, alikuwa ni muongeaji sana. Mwanamke wa Mshunami alipofika introduce kwamba mtoto wake amekufa, Elisha akamwambia chukua fimbo, mtu akikusalimia njiani usiongee naye, kwa sababu alijua ana kiherehere. Ni wale wanaoongea too much. Sasa kuna watu wanaoongea mpaka wanapitiliza katika kuzungumza. Unaongea nini? Unaongea na nani? Nidhamu. Lakini anasema uwe mwaminifu na mtiifu, usiwe kama Gehazi mtumishi wa Elisha. Gehazi, uwe mwaminifu na mtiifu. Kuna discipline ya kawaida ya kuwa mwaminifu, ya kuwa mtiifu. Sasa Gehazi alipoambiwa tumekataa sadaka za Naamani, ilibidi atafute njia ya kuziendea zile sadaka, kwa sababu hakuwa na utiifu na hakuwa na uaminifu. Akapata ukoma wa Naamani. 50% ya maisha yake ameshaandaliwa, na angepokea sadaka ngapi jamani? Mzee Kadiva, huyu jamaa angenyenyekea, mchungaji Kurwa, akabaki na ule upako wa Elisha wa kufufua wafu, angepokea sadaka kiasi gani? For the life. Lakini discipline inakataga 50. Elisha akamwambia Gehazi, ukoma wa Naamani uwe juu yako. 50 ikaondoka. Discipline. Nilishafundishaga somo la uaminifu kwa vijana wa Kitanzania, likanigharimu. Nina majeraha na neno uaminifu. Uaminifu ukanigharimu. Na nina majeraha na neno uaminifu. Lakini iweni waaminifu. Na kama kuna kitu kinachozuia watu ni uaminifu. Uaminifu na utiifu. Kuwa mwaminifu. Na Biblia inasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima wa milele. Hayo makofi hayatoshi. Haleluya. Sasa katika discipline tunamaanisha nini? Katika nidhamu tunasema lazima kujichonga. Kama umezaliwa na pengine haujawahi kupita kwenye hii kozi ya asilimia hizi, lazima kujichonga, lazima kujiboresha. Ujue tu wewe huna adabu katika lipi, huna nidhamu katika lipi. Kuamka asubuhi, uzembe, uzito, uvivu, kujibu vibaya, kusengenya, chuki, hasira, fitina, usaliti. Lazima ujue. Na Biblia inasema kuna dhambi impingayo mtu kwa wepesi, mchoyo, dhuluma. Lazima ujue. Huna discipline katika lipi. Mvivu. Na kwa kweli kwa swala la uvivu, hilo hata sisubutu kuzungumza. Huna discipline katika lipi. Mimi ni mhubiri tangu mwaka wa 90 mpaka leo. Ni miaka 36 bado natumika kuhubiri. Lakini kila siku, hata jana nilikuwa kwenye maombi kwa ajili ya kujiumba, majiundo. Wakatoliki na mapadri wana terminology nzuri ya malezi. Wanasema majiundo. Majiundo. Hapa mimi nikafundisha nikasema juu ya kujichonga. Lazima ufike mahali ujichonge. Lazima uwe mtu wa tofauti, Lazima uwe mtu wa maana. You must be better 10 times. Na watu walio better ndio wanao tafutwa. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya.
simama kwa miguu yako. Tarumbeta, naomba usimame tu ujinyooshe. Sijamaliza hata sijafika nusu. Sijihangaishe. Nataka tu ujinyooshe. Hiyo ndio kanuni ya kwanza. Kanuni ziko 5. Hiyo ni moja. Naomba ujinyooshe. Tarumbeta tafadhali. Wenyewe walikuwepo, wengine walikuwa hapa. Nataka ujinyooshe kabisa. Afya. Hii ni darasa, nimesema leo darasa. Sadaka sinaga shida na sadaka mimi. Na shida na wewe. Hebu punga mkono pamoja. Sina shida na sadaka, na shida na wewe. Mwambie mchungaji anasema ana shida na wewe. Sio sadaka, mimi sio kikoba. Hata kidogo. Na shida na wewe. Hebu jinyooshe tena hivi. Kabisa. Piga zaidi tarumbeta, ongeza ngoma, piga zaidi. Piga makofi ya juu. Piga tena kwa nguvu. Piga ya juu, piga ya juu. Ni zoezi, piga makofi ya juu. Vigelegele vya shangwe. Asante. Naomba uketi. Asante. Naomba ukae. Bila shaka umepata relief. Discipline. Wapendwa, life it is about discipline. Maisha ni nidhamu, na nidhamu ni maisha. Yapo mambo mengi ambayo tungeweza kufundishwa, kwa sababu mtu aliye kazini akikosa discipline anafukuzwa kazi. Hafai kwenye taaluma, hafai kazini. Kanuni ya pili. Kanuni ya pili. Consistency. Uradidi. Consistency, uradidi. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza ndio utaelewa juu ya uradidi. Wafalme wa Kwanza ule mlango wa 18 mstari wa 43 mpaka wa 46. Wafalme wa Kwanza mlango wa 18 mstari wa 43 mpaka wa 46, Biblia inasema hivi. Akamwambia mtumishi wake ni Elisha. Elisha akamwambia Elia akamwambia mtumishi wake, kwea sasa ukatazame upande wa bahari. Akakwea, akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda ukamwambia Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie njiani. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini, akaenda zake Yezreeli. 46. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Nataka kusema mambo machache juu ya kanuni ya pili, consistency. Ya kwanza imebeba 50% ya mafanikio. Ukipoteza hii discipline, 50% ya wewe kufanikiwa haipo. Sijazungumza juu ya discipline ya fedha. Nidhamu ya fedha. Fedha ina discipline yake, ina nidhamu yake. Sijaongea. Utakipata kwenye kitabu. Lakini hapa nazungumza 25%. Naomba jedwali letu. Jedwali letu. 25% ya jedwali hili ni consistency. Kurudia, endelea, usikate tamaa, matokeo ni ya kujirudia. Consistency, uradidi. Nayo ina 25%. Okay, what is consistency by the way? Ni nini maana ya uradidi according to the Bible? Eliya aliomba mvua isinyeshe juu ya uso wa nchi. Macho ubaoni. Look at me. Niangalieni mimi. Mimi ndio mchungaji na lecturer wenu hapa leo. Ndio profesa wenu hapa leo. Macho ubaoni. Eliya aliombea nchi. Ikawa na ukame wa miaka 3.5.
Mvua haikunyesha juu ya uso wa nchi. Akaenda akatoa sadaka National Stadium, akawaua makuhani wa Baali 850. Mungu akashuka kutoka mbinguni kwa moto. Baadaye akaenda kwenye mlima Karmel kuirudisha dunia mahali pake, kwa sababu maombi, ukisikia muombaji au maombi au mtu muombaji, tafsiri yake ni ndogo tu. Mungu anakupa leseni ya kukontrol dunia na kukontrol vitu. Wachache wamesema amina, wengine hawajaelewa. Kama siku ya leo ya maombi na maombezi ni siku ya leseni ya kukontrol weather, control uchumi, kukontrol dunia. Ukiona dunia inaharibika, usilaumu walioko kwenye viti vya dunia, laumu wale ambao wana leseni na hawajaweza kuzitumia leseni zao ipasavyo, kwa sababu muombaji ndio kazi yake. Sasa ana leseni Elia ya kuirudisha mvua juu ya uso wa nchi. Ameenda na muombaji wake, kama mimi nimeenda na mwinjilisti Henry sasa kwenye maombi huko mlimani. Naomba. Mwinjilisti Henry kaangalie upande wa mashariki uone kama kuna dalili za mvua. Akarudi akasema hamna kitu. Hilo neno tu, hebu mwambie jirani yako hamna kitu. Hivi mtu akikuangalia alafu akwambia hamna kitu, what do you feel? Hiyo sentensi ni tata. Eti jamani, sijui mimi nataka kufanya biashara, hamna kitu. Sijui mimi nataka kuimba, mmenisikia nilivyoimba, hamna kitu. Unaweza kwenda kujiua. Lakini nataka urudishe hapa uangalie consistency ambayo imebeba 25%, nayo ni maksi kubwa sana ambayo pia watu wengi hawajui juu ya uradidi. Consistency. Elia akamwambia, hakuna kitu, sio? Si umeona hamna kitu? Nenda tena mara 7. Akaenda mara ya kwanza, hamna kitu. Akaenda mara ya pili, hamna kitu. Na unatakiwa kwenda uangalie na urudi kuja kuripoti kwa Elia. Kwa hiyo Elia ni huyu hapa pulpit. Kwa hiyo anaenda kuangalia upande wa bahari, anaangalia, unaona anavyoangalia upande wa bahari. Anaangalia, hamna kitu. Anarudi kwa Elisha. Bwana, nabii, hamna kitu. Nenda tena mpaka mara 7. That is consistency. Uradidi. Mara ya pili hamna kitu. Mara ya 3 hamna kitu. Mara ya 4 hakuna kitu. Mara ya 5 hakuna kitu. Mara ya 6 hakuna kitu. Mara ya 7 akarudi akamwambia, ninaona wingu kama kiganja cha mkono wa mtu. Sasa kuna watu walioko hapa wamekosa uradidi. Umeachwa mara 2 tu, ushaona wanaume wote hovyo. Wewe kichaa. Achwa mara 7. Sijui kama kuna watu wanaonielewa sawa sawa. Biblia inasema mwenye haki huanguka akainuka tena, hata akianguka mara 7 atainuka tena. Washindi wangempigia Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Wewe umeachwa na nani? Umeachwa mara 2 tu. Huna experience hata kuachwa, ukae kimya. Mwingine ameanza, nilikuwa na mtaji ukafa. Umekufa mara ngapi mtaji wako? Mara ya kwanza tu nilipokuwa naenda kuchukua viazi huko Iringa, basi nikapoteza hela zangu, nikaleta viazi hapa vikuuzika mara 1 tu. Mara 1 tu. Kazi yenyewe imenikatisha tamaa. Nini? Na barua ya onyo. Barua ngapi unazo? 1 tu. Vikao vingapi vya discipline ambavyo umeitwa? Hata hawajawahi kuniita, lakini nimekata tamaa tu. Sasa wewe tukupeleke wapi? Tukuhamisha tukupeleke rest in peace heaven? Wewe tukupeleke wapi? Unatakiwa Mama Letara upate hasara ya milioni za pesa mara ya kwanza, urudi tena the same business mara ya pili, the same business mara ya 3, the same business number mara ya 4, the same business. Uradidi. Hayo makofi hayatoshi. Ungempigia Bwana makofi. Haleluya. Nilipoanzisha ibada Morning Glory Kariakoo, nilienda miezi sijui 5 ile sijui 4 sijui 7. Wanakuja watu hawafiki, ni 10 na ngapi, walikuwa wafiki 20.
sijui 10 na ngapi. Mama Letara alikuwepo miongoni mwa wale waanzilishi wa kwanza wa Morning Glory. Nikafika mahali nikakata tamaa, nikasema basi. Lakini mtu mmoja kutoka Uganda akaniambia, hapana, endelea mchungaji. Leo Morning Glory unazungumza dunia nzima. Watu wengi, mataifa, kila mahali. Oh my God, oh my God. Ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Consistency. Hebu mwambie jirani yako tena, consistency. Uradidi umerudia mara ngapi? Nataka ufanye uzinduzi wewe kwaya. Ufanye uzinduzi mara ya kwanza, au ufanye harambee ya kuboost kwaya, kununua gari. Hata hela ya chakula cha wale wageni isipatikane. Alafu urudie mara ya pili harambee nyingine na isipatikane. Alafu urudie mara ya tatu. That is uradidi. Sasa kuna mtu akigusa tu hivi basi ameshalegea. Mungu, nataka kupumzika, nataka kwenda mbinguni. Mbinguni pia siku hizi apokei wazembe, wamekataa. Hata mbinguni hawataki wazembe. Consistency, uradidi. Rudia tena, rudia tena, rudia tena. Kuna watu ambao wakishakwazika mara moja and forever, basi. Nenda tena, alafu nenda tena, alafu nenda tena. Hebu rudisha ile pale ya yule mtumishi anayekwenda kuangalia upande wa mashariki. Anaenda tena, anaenda tena, anaenda tena. Anapambana na 25% ya mafanikio ya maisha. Baada ya hapa mvua ikanyesha. Na mimi nasimama hapa natabiri kwa neno la Bwana. Ninasikia harufu ya sauti iliyobeba chakula na mvua tele. Wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema amina? Na mimi nasema baada ya uradidi utakaoufanya, you will never be the same again in the name of Jesus. Washindi wachache waseme amina. Pigie Jehova na vigelegele. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Ninaona watu wachache waliokuwa wamekatia tamaa hiyo project. Nasimama kwenye madhabahu hii. Hiyo project ni kubwa mno kwa jina la Yesu Kristo. Hayo maono ni makubwa mno. Hiyo ndoto ni kubwa mno. Hiyo mipango itatimia na huo ujenzi. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Nisaidie kuwatikisa watu wawili watatu. Waambie 25% ni uradidi. Watikise watu wawili watatu. Waambie ni uradidi kabisa. Ukituona tuko hapa, oh my God, tulishakatishwa tamaa mara nyingi, lakini ukituona tunahubiri hapa ni uradidi. Wako watu wachache wanaosema amina. Na mimi ninatangaza kwenye hii madhabahu, na uwe na uradidi kwenye familia, na uwe na uradidi kwenye kipawa, na uwe na uradidi kwenye ndoa, na uwe na uradidi kwenye biashara, na uwe na uradidi kwenye nafasi. Wako watu wachache hapa wanaweza kumpigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Wako wapi watu wa mara tena wanaosema nitarudia tena, nitafanya tena? Hata Adamu alipoteza mtoto wa kwanza akawa kichaa, mtoto wa pili Habeli akafa, Kaini akaharibika, Habeli akafa. Biblia inasema Adamu akamjua mke wake. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema amina? Adamu, wako wapi wanaoweza kumpigia Jehova na vigelegele vya shangwe? Biblia inasema Adamu akamjua mke wake tena, mara nyingine tena, akapata mtoto anayeitwa Seti. Seti akaijaza dunia. Seti akaandikwa kwenye kizazi cha Adamu. Ninatangaza Seti wako yupo. Wako watu wachache hapa. Oh my God, oh my God. Kuna mambo yameharibika, usiharibike nayo. Kuna mambo yamekufa, usife nayo. Wewe bado una nafasi ya kufanya. Wako watu wa mara tena. Nataka niseme from the first family, kutoka kwenye familia ya kwanza, ikiwa Adamu mambo yake yalikufa na yaliharibika, lakini kilichomtoa Adamu ni uradidi. Kwa hiyo wewe una asili ya uradidi. Mwambie wewe una asili ya uradidi kutoka kwa Adamu. Consistency. Kurudia tena baada ya death. Kurudia
kurudia tena baada ya mauti na uharibifu. Adamu angeweza akasema woi ngisehia nizae tena mimi shongile shona shikishiki nilivyoviona vinanitosha, lakini akazaa tena. Na mimi nasimama kwenye madhabahu hii, fanya tena kwa jina la Yesu. Wako wapi watu wanaosema nitafanya tena? Wako wapi watu wa uradidi wanaosema nitafanya tena? Nasema kuna vibiashara mlikuwa mmeshavifunga, kuna vikampuni mlikuwa mmeshavifunga, kuna mahali Mungu alikuwa ameshaweka kitu na wewe ulikuwa umekataa. Nasema kwenye madhabahu hii, nenda kafanye tena kwa jina la Yesu. Wako wapi watu wachache? Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Na mimi ninatangaza kutoka madhabahu hii, kama dunia leo imejawa na watu kwa sababu ya uradidi wa Adamu wa kukubali kuzaa Seti, na wewe kampuni yako ifikie ulimwengu, na wewe ufikie dunia, na wewe ufike mbali. Washindi wachache wangempigia. Wako wapi watu wanaosema amina hapa? Wangempigia Bwana vikelekele vya shangwe. Haleluya! Ninasimama kwenye hii madhabahu. Kuna mtu ambaye ulikuwa umeshakataa ukasema kwa pale tena mimi basi, ila kwa sababu ya neno hili ninakuambia utarudi hapa na ushuhuda. Utarudi tena na ushuhuda. Wako wapi wanaosema nitarudi na ushuhuda hapa? Wako wapi wanaosema nitarudi na ushuhuda? Halafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya! Uradidi. Wewe ni binadamu, mwana wa Adamu, unatokana na Adamu, then umefeli kwenye uradidi. How? Who told you? Nani amekwambia? Nani amekwambia ya kwamba unaweza kukataa kurudia tena mahali ambako hukuvuna kitu, mahali ambako haukupata kitu? Hiyo ni 25%. Na kuna watu wanaviapo, haki ya Mungu sintaka, haki ya Mungu sintaka. Yaani kuna watu wanaviapo hapa vibaya mno, kulingana na mahali ambako ulipita mara moja ukafeli. Only that. Consistency. Na kuna mtu wa consistency mpaka unafika unamwangalia sema hivi unathubutuje? Yoshua alitoka Misri na wana wa Israeli. Alipofika katika nchi ya Kanaani, ni namna gani waliingia nchi ya Kanaani? Consistency. Mungu alimwambia Joshua uzunguke mji wa Jericho mara 7. Mara ya kwanza hamna kitu, mara ya pili hamna kitu, mara ya tatu hamna kitu. Hawa hapa Joshua, angalia, wanauzunguka mji wa Jericho. Wametoka Kanaani, wametoka Misri, wamesafiri miaka 40. Namna gani ya ku-own your own land? Kuna watu wanataka ku-own, kuwa ma-owner. How to own your properties? Namna gani ya ku-own property? Unakosa ku-own your company, your position. How to own? Unawezaje? Uradidi imebeba 25% ya watu, na yote ni mambo mawili magumu. 50% discipline, 25% consistency. Angalia consistency. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, wanazunguka tu mpaka mara ya 4, mpaka mara ya 5, mpaka mara ya 6, mara ya 7 liukuta likabomoka vibaya mno. Na mimi ninaona yale maukuta ya Jericho yaliyozuia maisha yako, kadiri unavyofanya tena yataanguka kwa jina la Yesu. Na hiyo hasara itaanguka, na hilo balaa litaanguka, na huo mkosi utaanguka, na hicho kifungo kitaanguka. Yaani tunataka tuone watu waradidi, watu wenye consistency. Hata mimi nina consistency na shule yangu pale. Haijazalisha lakini nipo. Inazalisha hasara lakini nipo. Saa ya kusoma faida inakuja, nitawasomea kila siku hapa kwamba tumezalisha faida. Lakini saa hizi ni consistency, ni uradidi. Nagaramia ile shule pale Jerusalem almost milioni 100 kutoka kwenye kikapu cha sadaka, kutoka ofisi yangu ya kichungaji. Milioni 100 na contribute pale. Tangu imeanzishwa haijawahi kuzalisha faida, kwa sababu haijafikia level ya kuzalisha faida, na kwa sababu uchumi unaanzia kwenye consistency. Lazima kuna kipindi cha making loss.
Kule Mbeya wanaita makongolos. Kipindi cha kutengeneza hasara. Ndio maana ninyi mnao staafu mnapata pressure. Unachukua hela yako ya kustaafu naenda kuweka kwenye project. Hujui kwamba kuna kipindi cha consistency. Hakuna kitu. Kipindi cha kuzalisha hasara, yani kipo kila mahali. Sasa na mimi shule yangu ipo kwenye kipindi cha kuzalisha hasara. Kama ningekuwa nimestaafu saa hizi ningeshachukua kamba na kurest in peace. Kwa sababu haijazalisha faida. Lakini naambiwa shule uko mtaani, shule ina faida. Tena shule yenyewe iko pale mbele ya msalaba. Madhabahu iko pale, ukitupa jiwe iko pale kwenye shule. Ina hasara. Mchungaji wake ni ni profesa wa uchumi. Lakini shule ile pale ina hasara ya milioni 100 kila mwaka. Sasa wewe kimtaji chako ushana kujiona kama umelaaniwa, una mapepo, ukienda kwa nabii anakuambia leta sadaka kabisa ya kuondoa kisirani. Umedanganywa. That is the law of nature. Hiyo ni asili na sheria ya asili. Consistency. Nipo natangaza wanafunzi, naandalia masomo hapa na leo wameshanipa kujenga ukuta, najenga mashule. Consistency. Lakini kuna saa, punde si muda, si muda. Oh my God. Hebu mwambie jirani yako, muda si muda. Muda si muda. Punde si punde. Mvua itanyesha na nitaziona baraka za Bwana. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Hebu mwambie jirani yako, umejaribu mara ngapi wewe? Mtikise kwenye bega. Mtikise atikisike, aelewe. Umejaribu mara ngapi? Umeachwa mara ngapi? Umepata hasara mara ngapi? Umeibiwa mara ngapi? Umehuzunishwa mara ngapi? Umejeruhiwa mara ngapi? Umekataliwa mara ngapi? Umepoteza mara ngapi? Hayo makofi hayatoshi. Pigie tena Bwana makofi mengi. Watakaoshinda ni watu wa uradidi. Oh my God. Naamani mkuu wa jeshi la Washami alipoenda kwa Elisha akiwa na ukoma, alijichovya mara 7 kabla ya kutakaswa ukoma wake. 7 times. I don't know why 7 times. But ni biblical. Mara ya kwanza ukoma uko pale pale. Akamwambia hivi, nyinyi mnanichezea nini? Mara ya pili, mara ya tatu akataka kuondoka. Wale walioandamana naye akamwambia, Bwana, jitahidi kuvumilia. Baki. Hamani yule pale. Mara ya kwanza hamna kitu. Mara ya pili ukoma uko pale pale. Mara ya tatu. That is consistency. Mara ya tatu, mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7 ukoma ule pale. Unaondoka, ameinuka, ni mzima. Na mimi nakuombea, hautaanguka ukafa. Wewe utaanguka na utainuka tena. Washindi wachache wangempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Lakini Rutu alienda na Naomi, bibi kikongwe, na akaenda kuzaa wafalme wa Israeli. Alikaa na mwanaume miaka 10, hamna kitu, akupata ujauzito wala uzao. Mume yake akafa. Wanaume wote wa mji wakafa. Nothing. There is no hope. Akafanya uradidi wa kwenda na yule binti. Akaondoka na yule bibi kikongwe, akaenda naye. Lakini alipoenda naye mara hii, bibi alienda kumpeleka kwa Boazi. Bibi naye akumwacha, yani bibi naye bwana. Uzuri ndio, haleluya. Yani unakutana na mtu anakutafutia baraka, yani kama hivyo. Bibi naye alikuwa na uwezo wa kufikiri, bibi naye bwana. Yani kama mna riziki za watu jamani, mzitoe age. Ya, bibi alikuwa mtu wa maana. Akamwambia, binti yangu, siwezi kukuacha hivi hivi. Mimi na wanaume huko Israeli wa maana. Akamtafutia Boazi. Boazi aliyesababisha wafalme wa Israeli. Sipora, mkewe Musa, alikuja kisimani kila siku, mbali na changamoto ya kupigana na wanaume, mpaka alipokutana na Musa. Yani kwenye kisima ambacho ndio mahali mbuzi na ng'ombe na kondoo za watu wanakwenda kulishwa. Huyu Sipora huyu ni mke wa Musa. Kila siku anachelewa kurudi nyumbani. Na yeye alikuwa hana kaka, walikuwa ni wasichana peke yake. Sasa kila siku anachelewa kurudi nyumbani. Baba yake anamwambia, "Ni nini?" Anambia, "Mzee, kule hatuwezi kunywesha ng'ombe wala mbuzi wala kondoo mpaka tupigane.
naona mapigano hapa. Wanaume wenye vifua wanamzuilia kila siku. Akienda hapo anapigana kwanza, ndio mbuzi. Bila nasema kila siku lazima zipigwe ngumi za juu na za kuangushana vyovyote vile. Lakini kila siku anarudi ana ngeu. Lakini hakuacha kwenda kwenye hicho kisima. Lakini siku alipoenda kisimani akakutana na Musa, akarudi mapema. You know why? Baba yake akamuuliza, mbona leo umewahi kurudi? Asema kuna mwanaume mmoja wa Kimisri, wa Kiebrania, Mwisraeli, amekuja amewapiga wale wachungaji waliokuwa wananipiga kila mara. Ameondoa ile changamoto. Baba yake akamwambia, umemwacha wapi? Akamwambia, nimemwacha kisimani. Akamwambia akamchukue. Ebo ameibua handsome boy. Handsome boy lenyewe linaongeaga na Mungu live. Oh mandede. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Bwana makofi mengi. Waliokuwa wanampiga, sikiliza nikwambie, waliokuwa wanampiga, naomba urudishe tena pale. Waliokuwa wanampiga Sipora na kumtesa Sipora ni wanaume. Kisima hiki kilibeba wanaume wanaompiga Sipora. Kisima hiki kilibeba mwanaume wa Kiebrania, mwanaume wa Kiisraeli anayeongea na Mungu live. Nani wanawake hapa mnapenda kuolewa na watu maarufu, lakini hakuna aliyewahi kuolewa na mtu maarufu kama Sipora. Anatoka kwa Mungu, anamwambia nimetoka kuongea na Mungu leo. Tena Mungu alikuwa na hasira, nikamwambia aache hasira. Leo nimetoka kwa Mungu, nimekuja na amri 10. Kesho naenda kuonana na Mungu. Anaaga. Kuna wengine mnaaga mnaenda kwenye vikoba. Huyo anaaga anaenda kumuona Mungu. Huyo ni mwanaume anayeitwa Musa. Nisikie vigelegele vya shangwe, haleluya. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, nasema ni kwenye kisima kile kile. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Nasema kwenye kisima kile kile, mahali pale pale ambako pana changamoto, pana fursa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwenye jangwa alilolia yule mwanamke Hajiri na Ishmaeli, kwenye jangwa hilo hilo lilikuwa lina chemichemi ya kutoka maji mpaka mafuta. Wako wapi washindi wachache wanaosema amina? Na mimi ninakutakia baraka za Bwana. Maisha yako, hiyo biashara yako, na iwe kisima cha Sipora, na kiwe kisima cha Sipora. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Changamoto ilikuwa ni wanaume na fursa pia. Mungu alileta pale pale kwenye kisima, ikawa ni mwanaume anaitwa Musa. Aligawanya bahari ya Sham, Sipora anaona. Oh my God. Aliwapiga wa Misri, Sipora anaona. Amegusa miamba, maji yakatoka, Sipora anaona. Amesimama Musa, mazishi yake hata Sipora hakuhudhuria. Alishuka Mungu kutoka mbinguni kufanya mazishi ya Musa. Sipora, wako wapi watu wachache hapa? Na mimi ninasema kwenye madhabahu hii Mungu akakuinua. Wako wapi watu wachache wanaosema Jehova ukaniinue, Jehova ukanipandishe kwenye changamoto yako pale pale? Mungu akalete fursa. Washindi wachache wangesema amina, na ungempigia Jehova vigeni. Hayo makofi hayatoshi, piga tena Yesu asikie. Haleluya. My time is over. Somo alijafika hata robo, muda wangu umeisha. Nataka kusummarize kwa haya mambo mawili, mengine matatu. Nimeongea mawili leo, si ndio? Matatu Jumapili ijayo. Matatu Jumapili ijayo. Mama Letara, utajua kama utasali hapa au kama utakuwa kwenu. Utaniangalia nyumbani kwako, nitakuwepo pamoja na wewe sebuleni kwako ukitaka ama uje. Jumapili ijayo. Mwambie jirani yako Jumapili ijayo darasa litaendelea. Niwape vyote mmelipia? Nadaiwa nyinyi hapa mmelipia bei gani? Niwape vyote. Summarize. Naomba urudishe ile nani yetu pale. Hii semina kama hii ni semina ya uwezeshaji. Natakiwa unalipa $1,000. Mahali hivi ndio uingie. Wewe unapewa bure na feni nimekuwekea hapa. Alafu nataka nimalizie zote. Simalizi sasa. Utakuja Jumapili mtake mstake. Ibada ni moja, inaanza saa 1 kamili. Kizuri cha jiuza kibaya. Kama unataka usije sasa kama wewe mwanaume. Hili ndio bango letu. Nilichosema leo, discipline, nidhamu. Ukipoteza nidhamu, mwinjilisti Henry, mafanikio yako ya huduma yamepotea kwa 50%. Mama Letara, ukipoteza discipline ya biashara,
faida na kutengeneza faida kwenye biashara yako, umeshapoteza kwa 50%. Nimezungumza discipline ya fedha, nimezungumza saa ngapi unaamka, nimezungumza juu ya discipline mbalimbali, self discipline, maisha, nidhamu. Kama ni kijana, ukishapoteza nidhamu kwenye maisha yako, ujue umeshapoteza 50% ya maisha yako. Ndio maana nilisema wale watoto wasiende kwenye darasa lao. Watu wengi mnahangaika na 5%. Unafanya kazi mpaka unakuwa kama bodaboda, lakini hauna adabu pale juu. Nothing done. Nothing done. Mwinjilisti yenu ukikosa 50% pale ya nidhamu, na mkanitishia hapa mnaponenanaga kwa lugha, ukakazana hapa kunena kwa lugha, kuhubiri, kutoa majasho, ukafanya hard work, na huna discipline ya pale juu, 5% ni 50%, ni kifo na usingizi. Kwa hiyo discipline, it is needed. Nidhamu inahitajika. Nimeongea juu ya 25%, ambazo hizi mbili ni 75% zinakatika. Kuna watu wako kwenye hivi viti leo ndio wanaona, leo ndio wanajua. Hebu niambie sasa, mpaka leo ndio unaona hivi, hujaanza hata kupractice. Unapaswa kwenda kujichonga, unapaswa kwenda kwenye majiumbo. Jamani, tumezaliwa kwenye familia, wengine wana midomo ya kuropoka, wengine wana mauchungu hata kabla, yani mtu ana uchungu wa bibi yake na ujunye uomieke. Una uchungu unakaa ndani yako, unakukosesha discipline, unakukosesha. Kuna wengine wanalegeaga kukata tamaa. Kuna kaka yetu mmoja alikuwa ni bingwa kukata tamaa. Yani akamwoa shemeji yetu mzuri sana. Shemeji yetu yule alikuwa anafanya kazi ni entrepreneur mzuri sana. Sasa kitu kidogo kinamkatisha tamaa yule kakaangu, yani anaishiaga ni anahamaga duniani. Shemeji yangu akawa mjamzito. Kwa hiyo unajua ujauzito wa mtoto wa kwanza unasumbua. Kwa hiyo anafika mahali anabili apate usingizi mchana, alale. Ni mwalimu wa shule ya msingi, anaenda kazini, anapata shida kule kazini, anarudi. Unajua yule kaka yetu hajui kupambana na kitu chochote cha matatizo. Kwa hiyo wakati mwingine shemeji anapokwenda, yeye ametoka shule, anaumwa, ni mjamzito, anafika anakuta yule wa kwangu ameshatangulia kitandani, ndio unamkuta kule kitandani, na nyumbani hakuna chakula. Kuna wanaume wa namna hiyo. Wewe ukiumwa unamkuta yeye ameshazidiwa. Yaani unamkuta ameshazidiwa mara, yani wewe una malaria 3, yeye ana 7. Ameshazidiwa kabla yako kule ndani. Wapo wanaume wa namna hiyo. Na wengine mko hapa. Huwezi. Sasa consistency. Ni wapi umeumizwa? Ni wapi urudi tena? Ukifanikiwa katika discipline, ukafanikiwa katika consistency, una 75% ya mafanikio kwenye maisha ya kwako. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi. Hallelujah. Uradidi, naomba usimame. Tukutane Jumapili. Tutaendelea Jumapili. My time is over. Na watoto wa Sunday school, hao ndio nimewahurumia, sio ninyi. Nimehurumia watoto wangu wa Sunday school ambao wanahitaji kurudi nyumbani mapema. Hallelujah. Sasa wapendwa, discipline ya kuwajibika, discipline ya maisha nimeizungumza. Nataka watu wachache wanaotaka kufanya kitu kinachoitwa inner changes, mabadiliko ya ndani. Anasema katika discipline nimejiangalia, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, na umejigundua. Na hasa vijana, na unasema mchungaji, nataka uniombee. Tunatofautiana katika discipline, na unataka kurudisha maksi zako ulizopoteza kwenye maisha ambazo ni 50. Ni 50. Lakini pia nafasi haikunitosha kufundisha jinsi ambavyo wale wasio na discipline kwenye maisha yao wanavyoweza pia kudestroy maisha yako. Kama una partner nao, kama ni ndoa, kama ni familia. Kwenye familia, kama kuna mtu ambaye hana discipline, ninyi mnambeba.
Si amezalia nyumbani. Mnabeba tu, nasipeleka shule. Na ukifanya mchezo ni shangazi, ataacha laana watoto wako nao. Unabeba tu unapeleka shule. Mmoja akikosa discipline ni mzigo wa yule mwingine ambaye maintain discipline yake. Sasa nataka kuona vijana wachache, ameanza mmoja karibu. Lakini wale wanaosema nataka kubadilisha maisha yangu. Mungu akubariki, umekuwa wa kwanza na uwe wa kwanza kupokea mwanangu. Mungu atakufanya kufika kwenye ndoto aliyokubalia na aliyokusudia ufike na utafika. Pigieni Mungu makofi mengi. Ameelewaje mtoto mdogo namna hii? Mungu akubariki sana. Wewe ni yule mtoto uliyekuwa umebeba mikate 5 na samaki wachache wakati wa Yesu. Nataka kuona watu wanaosema I have to change my life completely from today. From today. I must change and I have to change. And I'm here just to change. Nataka kuona watu wanaotaka kubadilika. Kabisa. Wanaotaka kubadilika. Mimi ndiye mchungaji wako, naitwa mchungaji Kimaro. Kabisa. Naamkaga saa 9 kila siku. Huu ni mwaka wa 15. Na msinichukulie poa Kadiva. Unijui, kuna siku utakuja kunijua. Nisimekuambia mbele ya huu mkutano. Unijui mimi, wewe ni katibu wangu wa baraza. Unijui. Kuna siku nitakwambia tena, Kadiva nilikuambia nini kanisani mbele za watu? Unijui. Kuna siku utanijua. Siwezi kuamka saa 10, saa 9 kwa miaka 15 sasa. Nikabakia the same. Hiyo sahau. Hiyo sahau. Amnijui wote hapa. Kuna siku mtanijua. Nawaambieni. Kuna siku mtanifahamu. Lakini ni kubadilika kutoka ndani. You must change from your heart. Inner changes. Inner changes. Ukipata hela, hauna nidhamu nazo. Ukipata nafasi, hauna nidhamu nayo. Unataka, kuna kitu unataka kibadilike. Na kusubiri hapa, uje haraka. Fanya upesi. Alafu, nataka kuomba kwa ajili ya wote. Paka kule wa online, walioko hapa, walioko wanaoabudu na sisi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Inua mkono wako juu. Inua mikono yenu juu. Naona kuna watu wachache wameamua kupiga magoti. That is good. Mungu awabariki sana. Kuna watu wachache wamepiga magoti, wameelewa umuhimu wa sala hii. 50% ni discipline kwenye maisha yako. Inua mikono yako juu, funga macho yako, rudia sala hii pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, wewe ni Mungu. Umesema na moyo wangu. Umesema katika neno lako, ni lazima kuzaliwa mara ya pili. Na mimi ninakuja mbele za macho yako, nizaliwe mara ya pili. Nimeona udhaifu, nimekosa nidhamu mahali fulani katika maisha yangu, na leo ninaungama na kutubu. Bwana, samehe uovu wangu, achilia dhambi yangu, niumbe kwa upya. Ninaweka nadhiri tangu leo, niumbike kwa upya, mawazo yangu kwa upya, hisia yangu kwa upya, maisha yangu kwa upya. Kila kitu nilichozaliwa nacho kwa kurithi, kilichobeba uharibifu katika maisha yangu, ninaondoa leo kwa damu ya Yesu. Na nizaliwe mara ya pili, na nifanyike kuwa mtu mwingine. Ongeza kiwango ndani yangu cha adabu, cha nidhamu, cha heshima. Nipe uwezo wa kuendelea mbele kwa nguvu katika jina la Yesu. Roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Endelea mbele kwa nguvu katika mambo yangu yote. Niendelee mbele kwa nguvu kwa damu ya Yesu. 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 Hebu endelea kujiombea. Wewe unaujua ule udhaifu wa kwako. Hebu ombea. Hata kama ni udhaifu uliopo kwenye familia, hata kama ni udhaifu uliopo katika nchi unayokaa au uliozaliwa, au kabila, au mahali, au jiografia. Hebu inua tu sauti yako. Hebu jiombee binafsi. Umenisikia kwa lisali moja sasa. Hebu inua tu sauti yako, omba mbele za Bwana katika jina la Yesu. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii kama mchungaji na kama kuhani, na ninawaombea watoto wako walioko hapa.
mamia kwa maelfu ya wale walioabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Baba, ninawafunika na neema yako ya kimbingu na uweza wako ajabu, na mimi ninawaficha katika mikono yako yenye makovu ya misumari, damu ya Yesu Kristo ikinena mema. Baba, umesema katika juu ya adabu, juu ya hekima na adabu. Baba, ninawabariki watoto wako hivi leo. Ninasimama kinyume na maroho ya kukatisha tamaa na kuvunjika moyo na kurudi nyuma katika jina la Yesu. Tunavunja vifungo na nira na mauti na mateso katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninawaombea watoto wako hawa, wape neema ya nidhamu binafsi, wape neema ya nidhamu ya maisha, wape neema ya nidhamu ya fedha, wape neema Bwana, wape watoto wako neema jioni hii, asubuhi ya leo. Ninawafunika na nguvu yako ya kimbingu. Baba, ninaomba discipline kwa watoto wetu na vijana, kila mmoja kwa jina lake. Baba, ninambariki tangu sasa, ugeuze maisha yao. Kila aina ya tabia mbaya, tabia chafu zozote zilizokuwa ndani ya watoto wako hawa, Baba, ninazivunja. Hazitakuwepo, hazitasimama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaomba wape uradidi wa kurudia tena, wape neema ya kurudia tena, wape uwezo wa kurudia tena, washike na mkono wako wa uradidi Bwana, wape consistency katika maisha yao kwa jina la Yesu Kristo. Wabariki watoto wako waingiapo, wabariki watokapo. Baba, ninawaombea vijana waliopo katika ibada hii, ninawataja madhabahuni pako. Wape discipline, wape consistency katika kila wanalolifanya, wape consistency ya vitu ambavyo Bwana umeweka katika maisha yao. Ninakataa kukata tamaa, kuvunjika moyo na kurudi nyuma. Baba, uwabariki watoto wako na uso wako uende pamoja nao, uwashike na mkono ulio hodari daima katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Baba, ninamuombea kila mtu na ninambariki kila mmoja katika ibada hii, na wale walioabudu nasi masafa ya mbali. Baba, ninawafunika, na ibarikiwe siku hii ya leo, na ubarikiwe mwezi huu wa 6 katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Wote na tuseme amen. Tumpigie Bwana makofi mengi. Naomba tusimame tafadhali. Mungu awabariki sana, Mungu awatunze. Najua kuna jambo kubwa sana limetokea katika maisha yenu, na mimi nitakaa kwenye madhabahu hii, kwa maana nitapokea ushuhuda wa kwako. Nitakusubiri mpaka utakaporudi, na utarudi ukiwa shujaa. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.